ambayo tunaenda, ikiwemo pia nyumba za wageni. Yani watu tuandike kazi zetu halisia kwenye vile vitabu maeneo tunayokwenda. Kwa sababu inaonekana idadi ya wakulima nchini ni wengi. kumbe wakulima sio hivyo ambavyo watu wanavyotumia. Kazi gani mkulima? Kwa hiyo watu wameona kwamba hiyo ndio ya kusingizia hiyo. Sasa ukulima au shughuli ya kulima, kwa sababu unaulizwa pale unajishughulisha na shughuli gani? Mfanyabiashara, mkulima. Hamna biashara yoyote, haujui hata jembe linauzwa bei gani. Hujui jembe linauzwa shingapi. Sasa ukija kufia sasa ukija kufia guest, tukiangalia kwenye rekodi zetu, huyu mkulima alilima wapi, ametoka, hakuna historia hiyo. Kitu kikubwa sana. Tuandike shughuli zetu, kazi zetu sahihi kwenye vile vitabu. Si ndio pale wanaandikaga occupation. Kasa wewe uliandika nini? Au sio karangu nichokarisha mimi. Vitabu vimejaa wakulima. Mimi sikufichi. Kwa muda mrefu sana. Nikiendaga mimi hizo sehemu. Mimi huwa nasubiri muda mrefu sana kusoma vile vitu. Vitu hivi vya uongo. Uongo sana. Sasa kuna rafiki yangu mmoja stop mtaji. Alikuwa mtangazaji mwenzangu. Ndio. Yeye alikuwa na tabia kila kienda nyumba ya wageni anaandika jina langu mimi. Castro Dickson. Anaandika Castro Dickson. Kisa tu tunafanana. Yaani rafiki mpaka mnafanana. Siku hiyo akaja, oe. Hoteli fulani nimeandika jina lako. Kama ndugu yangu, mimi utakuja kulikosanisha na mambo yangu, michongo yangu. Kazi gani umeandika? Sasa kama umeandika mimi mkulima na inajulikana Castro Dickson ni mwandishi wa habari. Huyu mkulima wa wapi? Analima nini? Analima studio labda. Yeah, rafiki yangu aliniwezaga hapo. Ile nikajaga nikamwambia, stop. Acha. Ila watu wengi sana mnaandika majina ya uongo. Mnaandika kazi ambazo hamfanyi kwenye mahoteli makubwa mengi sana ndio wanazingatia sasa hivi, wako very wana digital system. Yeah. Kuna wengine mpaka wanahitaji vitambulisho vile vya NIDA. Wanataka wapate details zako, sio za uongo tena. Sio za uongo tena. Na hii yote ni kwa sababu ni kama vile kuwa makini, kwa sababu chochote kinaweza kutokea muda wowote.